Inasemekana soka lina dhihaka, lakini kwa mashabiki wa Arsenal, dhihaka hiyo imedumu kwa miaka 20. Hatimaye miamba hawa London Kaskazini wamekata tiketi ya fainali ya UEFA Champions League kwa mara ya pili tangu mwaka 2006. Turudi nyuma, Mei 17 mwaka 2006, uwanja wa Stade de France Paris, Arsenal walikutana na Barcelona. Dakika ya 18 tu, kipa Jens Lehmann alipewa kadi nyekundu. Arsenal wakabaki 10. Licha ya upungufu huo, Sol Campbell alipiga kichwa cha dhahabu na kuandika goli la kwanza. Tangu usiku ule, Arsenal imepitia kila aina ya dhoruba, kupoteza wachezaji nyota, kukaa nje ya top 4 kwa miaka 7 na dhihaka za kila msimu. Lakini safari ya msimu huu imekuwa ya tofauti chini ya Mikel Arteta. Arsenal wameonyesha ukomavu wa hali ya juu. Wamefika hapa baada ya kuivua ubingwa wa miamba mizito kwa soka la pasi fupi na ulinzi ambao ni kuta za zege. Arsenal wameandika historia mpya. Wamefika fainali wakiwa na rekodi ya kutisha. Michezo 14 mfululizo bila kupoteza hata moja. Katika safari hii ya kuelekea Budapest, Arsenal wameshinda mechi 11 na kupata sare 3 pekee. Walianza kwa kishindo kwa kuweka rekodi ya kuwa timu ya kwanza kushinda mechi 8 zote za hatua ya makundi, wakizichapa timu kama Bayern Munich na Inter Milan. Katika hatua ya mtoano walianza kwa kuiondoa Bayer Leverkusen kwa mabao 3-1, kisha wakapita mbele ya Sporting kwa bao 1-0. Kilele kilikuwa ni nusu fainali dhidi ya Atletico Madrid baada ya sare ya 1-1 kule Hispania. Bukayo Saka alipigilia msumari wa mwisho kwenye mchezo wa marudiano pale Emirates na kuwapeleka kwenye fainali ya jumla mabao ya 2-1. Huu ni ushindi wa nidhamu, ulinzi ulioruhusu mabao 6 tu msimu mzima, na safu ya ushambuliaji inayoongozwa na ufundi wa Victor Gyökeres na nahodha Martin Odegaard. Ni ushindi uliothibitisha kuwa sasa Arsenal sio underdogs tena, bali ni moto unaozunguka kila anayesimama mbele yao. Kutoka machungu ya Barlet na Eto'o mwaka 2006 mpaka ufundi wa Martin Odegaard mwaka 2026. Baada ya miaka 20 kamili, The Gunners wana nafasi ya kufuta makovu pale Paris na kuandika jina lao kwenye kombe ambalo halijawahi kufika London Kaskazini. Unadhani safari hii Arteta ataleta kombe nyumbani au historia hii itajirudia tena? Sasa leo tunaenda kushuhudia kivumbi pale katika uwanja wa Allianz Arena, mahali ambapo wanasema hatokagi mtu. Lakini leo anaingia mwamba kutoka Ufaransa, PSG. PSG wanakuja wakiwa na faida ya goli 1 mkononi baada ya ushindi wa mabao 5-4 katika mchezo wa kwanza wa nusu fainali ya UEFA Champions League. Hii si mechi ya kawaida, ni mechi ya historia ambayo vizazi na vizazi vitasimulia matokeo ya leo. Usitegemee mchezo wa kitoto, tegemea moto wa kweli kweli. Bayern Munich wao wako nyumbani wakiwa na silaha zao kama Michael Olise, Luis Diaz na Harry Kane. Kwa upande mwingine, PSG inakuja na mastaa wao kama Ousmane Dembele na Desire Doou. Kama wewe kweli ni mpenzi wa soka, hii game si ya kukosa kabisa. Basi ni upi utabiri wako kwenye mechi hii? Unaona PSG na Bayern Munich wakitoana ngapi kwa ngapi? Hii ni Ayo TV Sports, mimi ni Gladness Joseph.